Lakini leo niseme kitu, mwaka 2010 Mheshimiwa Waziri, mimi nilikuwa mbunge na nilikaa bungeni kwa muda mfupi sana, kama miaka 5 tu, lakini katika miaka hiyo 5 nilifanikiwa kuwa mwenyekiti wa kamati ya bunge ambayo ilikuwa ikiisimamia mifuko ya hifadhi ya jamii. Kwa hiyo katika kipindi hicho ndipo ilianzishwa utaratibu wa mifuko hii kuwa na mdhibiti wa hii mifuko. Lakini katika kipindi hicho Spika wa Bunge Mheshimiwa Anna Makinda alituagiza sisi kamati ya bunge kwenda kwenye nchi mbalimbali kwenda kujifunza namna ya kuimarisha hifadhi ya jamii. Kwa hiyo tulikwenda nchi kama Malaysia, tulikwenda Ethiopia, tulikwenda China na mimi nikiwa mwenyekiti wa kamati, na tukaja ndani ya bunge kulishawishi bunge kupitia NSSF kwamba iko haja ya kuanzisha hii hifadhi scheme kwa ajili ya watu wa private sector waweze kuchangia ili baadaye na wao wapate manufaa ya muda mfupi, lakini pia wapate manufaa ya muda mrefu, hususan kupata mafao wakiwa wastaafu. Kwa hiyo leo tunapozungumzia hifadhi scheme, pamoja na mambo mengine, watu wengi wanaweza kudhani inawahusu wamachinga peke yao, inawahusu wavuvi peke yao, inawahusu bodaboda, lakini hata viongozi wengine ambao hawako pensionable wanatakiwa kujiunga na hifadhi scheme. Kwa wakati huo, waheshimiwa wabunge wengi walikuwa si watu ambao wako pensionable. Kwa hiyo tuliwashawishi wabunge, na mimi nikiwa mbunge tulijiunga na hifadhi scheme. Kwa hiyo na juzi nilikwenda pale NSSF, nikaenda kuangalia rekodi zangu zote zipo. Kwa hiyo nilichokifanya ni kuactivate wanachama wangu, na nilikuta pale kwenye mfuko wangu ninayo fedha ambayo niliichangia wakati nikiwa mbunge kiasi cha shilingi milioni 4.5 laki. Sasa kwa nini nasema haya? Kwa sababu wako watu wengine wanapojiunga na hifadhi scheme, baada ya muda wanapiga simu kwa wakuu wa mikoa, wakuu wa wilaya na viongozi kwamba ninaomba, kwa kuwa sasa sina ajira rasmi au ajira yangu ile labda ina changamoto, ninaomba kujitoa katika mfuko. Kwa hiyo na mimi ningekuwa na mawazo ya namna ile, ningeenda kumwambia meneja wangu wa mkoa kwamba nitomolee ile milioni 4.5 laki ili niende nikafanyie shughuli nyingine. Lakini nataka niseme, nilimwambia meneja uactivate wanachama wangu ili niendelee kuchangia mfuko huu, kwa sababu ninaweka akiba yangu ya uzeeni. Wakuu wa mikoa kama sisi sio pensionable. Sisi ni kazi za kisiasa, unaweza ukaondoka leo, ukaondoka kesho kutwa. Kwa hiyo unapewa haki zako zote kwa mkupuo. Sasa Waswahili wanasema maandalizi ya uzeeni yanafanywa ujanani. Leo hata nikipewa fedha kwa mkupuo, nikishafika umri wa miaka 60 sina uwezo, nguvu zimeisha, sina ajira, sina ukuu wa mkoa, nani atakayenilea? Na wengine utakuta pia tuna watoto wachache. Sasa maana wengine wanaweza wakasema mwanangu atanilea. Je, ikatokea Mwenyezi Mungu amewachukua wanao na we bado unaendelea kuishi? Kwa hivyo umuhimu wa kuweka akiba ni kitu muhimu sana. Mheshimiwa Waziri, mimi naweka 200,000 kila mwezi. Na wengine wanaona kuchelewa, lakini mimi nimekuwa mbunge mwaka 2010. Leo ni 2026. Moja kati ya sifa ya kupata pension, kwanza angalau uwe ufikisha umri wa miaka 55 kwenda miaka 60. Lakini kigezo cha pili, ili uwe pensionable, ni lazima uwe umechangia mfuko huu kwa miaka 15 mfululizo. Sasa nauliza swali, nimetoka bungeni, nimeanza kuchangia mwaka 2010. Leo ni mwaka 2026.
nimeshachangia kwa muda wa miaka mingapi? Miaka mingapi? Kwa hiyo kigezo cha kuchangia kwa miaka 15 tayari kimefanikiwa. Kinachosubiri sasa, umri wangu ninasubiri kuanzia miaka 5 hadi 10, nifike umri wa miaka 55 au 60, nitakwenda NSSF kuwaambia, kwanza nipeni kwa mkupuo kiasi cha fedha nilichokuwa nimekiweka, lakini pili, sasa nina qualification ya kuwa pensionable. Kila mwisho wa mwezi nitapata fedha. Sasa asiyesikia la mkuu siku zote huvunjika guu. Lakini pia mkaidi hafaidi mpaka siku ya Idi. Tunapowaambia watu muhimu wa haya mambo, kwanza wanaona ni muda mrefu kuchangia miaka 15. Lakini nataka niwaambie wananchi, usiku wa deni hauchelewi kucha. Leo unaweza ukaona miaka 15 ni mingi, lakini nimetoa mfano wa namna nilivyoanza mwaka 2010 na miaka 15 imekatika kama upepo. Kwa hiyo ninawashawishi ndugu zangu wote ambao mnanisikiliza kuona umuhimu na kuweka tabia ya kuhifadhi fedha. Hupotezi, unaweka akiba yako. Lakini niliwaambia siku moja kwamba faida za muda mfupi ni pamoja na kupata matibabu. Ukiwa na matatizo, umefiwa, utapata msaada. Hizo ni faida za muda mfupi. Lakini faida kubwa zaidi ni pale ukichangia miaka 15, ukafika umri wa miaka 55 kuendelea, utapata pensheni yako, lakini pia utakuwa unapata mafao ya kila mwezi. Sasa tuwekeze kwa ajili ya uzee wetu. Waswahili wanasema fainali ni wapi? Uzeeni. Sasa kama haya tunayoyasema hayatawaingia kwenye fikra zenu, ndiyo sasa tunakuta wazee. Mheshimiwa Waziri, mimi kama mkuu wa mkoa ninapokea wazee wengi sana, wanakuja kwenye ofisi zetu, na wengine walikuwa ni viongozi wakubwa sana, wafanyakazi wa taasisi kubwa sana, lakini wanakuja pale wanashindwa na kumudu kuendesha maisha yao. Wanaomba serikali wafanye nini? Iwasaidie. Serikali namna ya kumsaidia mwananchi ni kumwambia kwamba sasa wakati akiwa na nguvu awekeze katika mifuko ya hifadhi ya jamii, ili umri wake utakapokuwa unakwenda na nguvu zimeisha, aweze sasa kunufaika na uwekezaji aliyoufanya. Ni utamaduni tu. Tukishazoea haya mambo utaona ni mambo rahisi sana. Lakini pia nitoe wito kwa wale ambao walishajiunga. Hakuna faida yoyote ile ya kuondoa akiba yako kwenye hifadhi ya jamii, hususan hii hifadhi skimu. Waliofanya hivyo leo wanatamani kurudi. Sasa wale ambao wanafikiria kujitoa, mimi kwa kweli ninawa discourage. Na watu wa namna hiyo hata wanapokuja kwangu ninajaribu kuwapa somo. Siwezi kuwasaidia wajitoe kwa sababu ninajua madhara ya kujitoa. Lakini hata hiyo fedha unaoichukua kwenye mfuko, shilingi milioni 1, milioni 2, unasema naenda kuanzia maisha. Ukienda kule hata maisha yenyewe hayafanikiwi. Kwa hiyo umekuwa umepata hasara zaidi. Kama huna ajira, kama umejiondoa kwenye eneo lako la kazi, ama umepata changamoto, vuta subira. Michango kule inasimamishwa. Pale utakapopata kipato tena, unaenda kuendelea pale ulipoishia. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kazi na utu. Asante sana na